Habari, karibu katika kipindi chetu pendwa cha The Real Talk with Tami. Leo tuko na mgeni mbele yetu hapa. Majina anaitwa Dada Jessica, amekuja kushare na sisi baadhi ya experience kuhusu maisha. Kama tunavyojua kuna vijana wengi, tunahitaji kusikia vingi kupitia Dada Jessica hapa. Kwa hiyo Dada Jessica, karibu sana. Jisikie uko nyumbani. Asante. Pia kutuelimisha na sisi wengine. Asante. Haya, sawa. Ningependa nikuulize maswali machache kupitia kipindi chetu hiki ili tuwafunze na wengine. Sawa, na shida. Sawa. Dada Jessica, natamani watu wajue uko hapa unataka ushare na sisi experience gani, au ulikuwa ni mtu ambaye unafanya kitu gani? Mimi nimekuja hapa, naitwa Jessica Christopher. Nimekuja hapa kutoka Maushauri. Kutoka kama ushauri kwa vizazi vinavyokuja, wadogo zangu, dada zangu, na maisha tunayopitia kama mimi, kazi ninayoifanya. Samahani, watu wanatamani kujua ni kazi gani na ni experience gani ambayo unataka ushare na sisi ili waweze kujifunza. Mimi kazi yangu naoneka mjini na unipakula. Nipo barabarani najiuza. Madada poa. Mwanzo nimekuja leo kutoa ushauri kwa ndugu zangu na wadogo zangu wajifunze. Okay, sawa Dada Jessica. Ulianza hii kazi lini na ulikuwa una umri gani wakati unaanza hii biashara? Hii biashara nilianza 2013. Nikiwa na miaka 15. Na mpaka sasa hivi ndo ninayo na ndo natamba nayo na ndo maisha yangu. Samahani, kwa sasa hivi una umri wa miaka mingapi? Mpaka sasa hivi na umri wa miaka 27. Kwa hiyo ulianza hii biashara kwa na umri wa miaka 13? 15. 15 mpaka sasa una umri wa miaka 27. Ndio. Pole sana. Asante. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika hii? Okay. Nataka sikwambie. Changamoto ni nyingi sana. Yaani nyingi. Yaani kama kuzichambua hapa sasa kama tutamaliza leo. Okay, ni vitu gani vilikupelekea au vilikufanya uingie kwenye hiyo biashara? Ni makundi. Yaani kitaka kuongeza ni makundi na uhai wa maisha ya nyumbani. Ndio maisha ikiwa magumu nyumbani pale, afu ukikutana na marafiki na wengine nao wabaya, hakuna cha kushauri. Utaanza kidogo kidogo, mwisho unakujikuta ushatumbukia. Maisha yako kabla ya hii biashara yalikuwaje? Nilikuwa tu mtu wa nyumbani nasoma. Yaani mtu wa nyumbani nasoma. Niko hivyo, japokuwa hatuna kikubwa, si soma tajiri, soma maskini, ni hayo tu. Lakini makundi kaja kujikuta nimetoka nyumbani. Kutoka nyumbani ndo nikakutana na makundi mabaya. Kanishawishi mpaka leo. Pole sana. Asante. Na kama ungepata ajira nzuri, ungekuwa unafanya hii kazi mpaka leo? Hapana. Kama mtu unapata ajira nzuri, unalipwa vizuri, kwa nini uendelee kufanya? Tunafanya kutokana, bado hatujapata. Alafu kiangalia na jamii inavyokuchukulia. Unajua sisi tunaonekana ni watu wa ajabu sana. Kwa mtu anataka kukuamini. Yaani unakuta 10 kwa mmoja. Kwamba wewe nikikupa kitu fulani utafanya, hauwezi kufanya. Lazima tutarudi huko. Nikikupa hicho huwezi kufanya, lazima tutarudi huko. Kwa ndio hivyo tunajikuta tunaendelea. Lakini ndio mtu mfano anajitokeza hivi. Anakupa hata chance au opportunity. Sasa tukafanya jambo. Unadhani ni jambo gani watu ambao hawaelewi kuhusu maisha yenu? Hawaelewi kutokana. Unajua sisi tunachukua kama vile wauni. Kwamba mtoto ushindikana. Yule mtoto ambaye yani hata useme umpe kitu gani, hawezi kufanya jambo lolote, yani kashazoea. Kumbe wengine hamna. Sababu mimi naweza nikaongelea hivi. Kuna wengine wametokea kwenye maisha ya ziki kabisa.
Wao umetoka huko mikoani ndani maisha ya ziki. Yaani mtu anafanya kazi sio kwamba anapenda ila atafanyaje? Ukiangalia yeye ndo anaendesha familia kwa hii kazi. Mamake anakula na watoto huko vijijini anasomesha. Yaani ndio kila kitu. Kutokana na hii kazi. Kwani watu wanatuchukulia sio nasemaje? Asante. Dada Jessica, ni maumivu gani makubwa ambayo umewahi kupitia katika maisha yako kupitia hii kazi? Maumivu makubwa. Unaweza akaja mtu pale. Kaja yani unaweza kumwona mwema. Akakuchukua, mkakubaliana, na wewe unamwamini. Unaondoka naye mpaka kwake huko, akishafika huko kwake anakufanyia vitu ambavyo tofauti. Anaweza nataka kuitia wenzake, wakakufanya wanavyojua wao. Dakika ya mwisho wamemaliza haja zao na kufukuza wewe na huyu hamna, unakuta wamekupeleka huko mbali. Kwa yani ni vile changamoto nyingi. Saa nyingine mtu anakuja, yani mkipishana kauli kidogo mtu anakupiga, anakufanya nini? Kwa sababu kwa kumpeleka hamna, utaenda polisi tuseme huyu kaja kuninunua kwamba ndo kanifanyia hivi. Au mapolisi wenyewe lazima tu atakutoa akili. Akishada pale akishalipa hela kuna nini tena? Kwa kesi inaishia hivi. Yaani changamoto ni nyingi. Hapo wengine mpaka yani wana makovu na malama. Mtu anakuja na kisu chake yani kama unakuta kachanganya na mtu mwingine huko. Lakini anawajumuisha wote. Ile kauli anasema samaki moja akioza ni wote. Kwa hiyo kila anayekutana naye yeye hata kama mtende vizuri, mtende ukarimu gani, bado atakutafutia sababu. Ndo kama hivi, changamoto zipo nyingi sana. Pole sana. Asante. Familia yako inajua unachokifanya? Hapana. Haijui. Sasa mzazi utamwambia eti kwamba mimi niko sehemu fulani nafanya hivi. Mzazi gani anayekubali? Umebahatika labda kupata watoto? Na watoto 3. Na ndoa? Ndoa hapana. Watoto wako na umri gani bado? Mmoja ana miaka 12, mwingine ana miaka 5, mwingine ndo mdogo kabisa. Yaani mdogo ana miezi 3. Unaishi na watu gani labda pengine familia yako akija kugundua au wako? Lazima iwepo. Si unajua tunafanya kazi za fedha hizi. Mara hii ni waidi. Sema utafanyaje? Na wakuwa ni usiku. Wenyewe tunajiamini ya usiku. Anione mtu usiku. Si unajua hivi. Lakini hofu lazima iwepo. Kama utaona mtu yani unafanya kujificha. Kiangalia unakaa naye mtaa mmoja. Hapa kiniona tu akifika nyumbani huko matangazo. Kwa hiyo unafanya kujificha hivi apite. Hasa kama mtu tu unamuogopa ambaye mnakaa mtaa mmoja ndio usimbuse mzazi. Mzazi wako ndio ajue unafanya kazi hii. Atajisikiaje? Na hao watoto unapata ukiwa katika kazi hii au watoto ambao baba yao? Hapana. Ni watoto 3 baba tofauti. Baba tofauti. Afu mtu akisha kuona kwamba yani mtu akisha kuona kwa sababu hizo tunakutana kwenye mazingira haya. Kwa mtu unaweza ukamwamini kwamba huyu anaweza kanibadilisha. Nikaacha. Na kwa mtu unakuta unaacha miaka 2, miaka 3. Baadaye anakuja anakubadilika. Akikubadilika tena kuna nini? Unajikuta unarudi. Nasema ya ngoja basi sasa hivi nimepumzika, ngoja nikutane tena na huyu mwingine. Hivyo ndio unajikuta. Okay, kuna mtu ameshawahi kutusi au kudhalilisha hadharani? Mara nyingi sana. Yaani mara nyingi. Yaani inaacha idadi. Sababu yani kutukana sisi, kudhalilisha ni jambo la kawaida. Unajua yule mtu kwamba kila siku ndo kama wimbo wa taifa. Kwa hiyo yani unajikuta kwamba ushazoea. Sababu mtu kigombana naye kidogo, wewe nini wewe? Una nini wewe hivi na hivi? Unafanya biashara hizi. Utanipeleka wapi wewe? Tanakutukana. Na ukiangalia yani mwanaume mmoja ni mwanaume tu, hata yule mdogo huwezi kupigana naye.
Kiangalia ni mwanaume unafanya nini? Unanyamaza kimya. Kondo hivyo yani kutukanwa kila siku. Pole sana. Asante. Ushawahi kuhukumiwa vibaya na watu wako wa karibu, labda kwenye jamii, kwenye jamii au familia? Hapana. Au watu ambao unafahamiana nao? Yaani ninafahamiana nao, yaani marafiki? Wote kwa ujumla. Hiyo ipo. Sana sana tuzungumzia ni kwa marafiki zangu wa kike. Unajua wanawake sasa tupendani. Kwa kuhukumiwa vibaya, kupigana, kupelekana mapolisi, jambo tu la kawaida. Lakini kwa familia yangu mimi hakuna hata mtu mmoja anayejua kwamba anafanya hivi. Samahani kidogo. Kipindi unaanza hii biashara yako, ulipata changamoto gani? Sitaweza kusahau hiyo siku. Sababu nilikuwa ni mdogo. Afu nimebebwa na watu ambao wenyewe washazoea. Yaani kwamba yaani wenyewe washazoea, afu wao ni wakubwa kushinda hata mimi. Na mimi nikajikuta tu naenda. Basi hiyo siku nilikutana na mkaka yule. Mara alikuja kusimamisha gari, nenda kafutoka wewe, nenda. Na mimi kweli nikaenda, sinataka hela. Ile siku sitaisahau. Yule kaka mpaka alionea huruma. Yaani alionea huruma. Mbona ndo naanza hizo kazi? Ndio. Basi alinipa hela bure tu. Mimi nakupa tu, lakini kusema ukweli usirudie tena. Hizo kazi nzuri, lakini ndo unajikuta pale unapopewa hela ndo unaona kama vile umeamini. Kesho hivyo hivyo. Okay, baada ya kwa kwanza kuacha, kesho urudia tena. Nani? Uyo mtu. Hello. Tena kesho ndo nikaja na moto zaidi. Si nilipewa hela. Kiangalia sije kuishika. Kanija nyingi. Kwa kesho nikaja tena hivyo naumia, nafanya hivi, navumilia hivyo, wengine mnagombana. Ilikuwa ni kama kiasi gani? Alinipa laki. Sawa, ni aina gani ya wateja ambao wanaendelea kufika pale zaidi, wanaendelea kuja kwako zaidi? Aina nyingi. Aina nyingi. Kuna wauni, kuna mabosi. Wengine wanaoja mwanaume akishakilekwa kwa na mke wake. Anataka atafutie mtu akizi haja zake, akirudi nyumbani ndaki makelele. Kwa aina nyingi. Siwezi kusema eti wateja gani. Na aina nyingi. Okay, ni mteja gani unamkumbuka kwa wema au kwa ubaya toka unaanza kazi mpaka sasa? Wengi sana. Kwa sababu ujue kuna kitu kimoja. Sio kwamba wote ni wabaya. Na sio kama wote wanadharau, yani kwamba huyu si uko hivi. Sio wote wabaya. Kwa mwingine anakuja yani akuchukulii kama vile jamii inavyokuchukulia. Anapokea ni kama vile mwanamke wake. Na atakupa hela nzuri, utaridhika, atakununulia chakula, kama unakunywa atakununulia kinywaji, mtaenjoy mpaka mnabadilishana namba, mnapigiana simu hata ukiwa nyumbani. Kwa ndio hivyo. Ni tabia gani za wanaume zinazochukiza zaidi? Tabia inayomchukiza ni kudharau. Okay, kwa kuna baadhi ya wanaume wanakudharau kabisa. Pole sana. Asante. Au wateja ambao wanakuja unawafanyia hizo huduma ni wanaume tu ambao hawajaoa na maisha mabachela, au ni hata wale wako ndani ya ndoa? Ndio maana nakwambia na wanakuja design nyingi. Yaani mwingine unakuta amekuja mbaba mtu mzima. Kwenye simu pale kamsefu mke wake kabisa. Yaani ukimwangalia mke wake na wewe umuingia hata robo. Yaani hata hiyo nusu mwingi. Ni mzuri mpaka mzuri tena. Na mbona unafanya kumuuliza?